reasons tatu za success yangu. Number one ni consistency. Unajua ni over the years ukiko consistent unatoa ngoma, itakuleta success somehow some way. So consistency number one. Alafu number two lazima uko na team. Kuna team karibu. Hizi biashara zifanya peke yako. So lazima uko na watu karibu nini. Alafu number three tu ni kuwa humble tu. Awachi hiyo success ingie kwa head yako. Sababu ni talent Mungu amekupatia. So there's no need of creating kwa head yako. Ni kitu uko nayo. So we just enjoy tu na wase. Now that we're ni legend, kuna artist umeintroduce kwa game na wakamii? Ukiangalia jo history yangu jo ni wasanii wengi sio ni wataje wote. Ni wengi. Nonini, Flex, Pilipili, Ratatat, Meja, Saizei, hao wote jo mpite kwa mkono wetu. Kuna tofauti gani una feel ukicompare game hiyo time na sasa? Kuja kitambo hatuko na so much competition from outside. Nadhani pia ile pia na technology. Pia kitambo internet haikuwa heavy. Yaani wase walikuwa na consume ngoma, wanasikiza through radio, wanaochukua TV kwa ma3. Lakini sasa hivi vitu zimechange. Internet imefanya wase wana consume vitu different. Unaona? Alafu pia sasa kuna so much competition kwa sababu msee anaweza access ngoma ikitoka US sahi within 10 minutes uko nayo. Jay-Z akitoa album mpya, wewe ukiingia tu online umeiwahi. So kuna compare mob sana, especially from outside. Yaani hii keki moja jo tunakula na tunakompete tunapigania jo na wase wengi. So unaweza sema the biggest challenge ushaipata kwa hii journey the biggest ni maintain. The biggest challenge ni kuwa able yani release my albums back to back. Niko almost done album yangu ya 4. So the biggest challenge ni ile jo stay relevant kwa game. Nini una feel industry na lack side kutoka madiko iko the industry yetu ni industry nyingine. Kuna always room for growth. Kuna room for so siwezi sema kitu tuna lack. Wacha niseme tu bado kuna room ya kugrow. Unaona? Ni room ya kugrow ina come through gava kwa vitu kama laws za kumake sure art yetu iko protected. Through hiyo hii art form ita grow. Yaani tutakuwa na environment fit ya kurelease mangoma, ya kuperform. Unaweza make decision gani gospel yetu sasa kwa producer hiyo kama hapo? Ikikuwa na vibe ya genge. Tafanya. Tu vile tu niliduna nani na Juliani. Ikikuwa tu na vibe bado, yani uje biashara yetu hoja noma kushtua fans wako. Kama fans wako wamezoea vibe fulani. Uni maintain tu hapo tu. Unafilaje vibe ya moto sana na safi sana? Sasa so far noma mzani jo nimepiga shows mob sana. Ever since ni release hizo songs last year. Yani jo nimepiga shows mob. Hizo songs yani jo zimereceiviwa noma sana. From madem to machali yani mo appreciate sana. So speaking of madem, now that uko na family life imechange from wife to unahandolaje unabalanceaje hiyo kwenda mashow hiyo tour na ma female fans? Yes. Na wife kijana. Okay, kitu interesting
ukinika mademo definitely wanajua. Unaona, so ile kitu nimenotice siku hizi sina pressure mob. Kwa mademo wajui vile watani approach, unajua huyu jamaa siku hizi kuna family. So the best thing say mademo is do ni kupiga picha, sing along. So imenitolea pressure, sitakudanganya. Imenitolea pressure. Toka anze game ushafikiria kufanya show ya homecoming, yani kwa ile mtu umetoka? Ushafikiria sana. Ni kitu yani ni kitu napanga, ni kitu na plan ta approach watu 2-3 to get finances right nini, lakini kitu naweza kuwa proud of sana. Unaona, kwa hata ukicheki video safi sana ni Rudi Khalif. Hiyo somehow Samuel ilikuwa nikaa home, yani nilikuwa na feel nikaa homecoming because nilishoot video Khalif kitambo. So kitu tu kwa roho yangu niambia rudi tu mtaani ukashoot video tena huko. So homecoming najua itakuwa noma sana. Na unaweza tell mafans wako watarajie? Definitely mafans wa album ya 4 imeisha, inaitwa Mali ya Umma. Ni noma sana. Public property. Ni noma sana. Yani wale wasekadha nimewasikizisha wanasema iko fit. So nangoja tu tumalize stori za elections. Ni watu tu focus, watu wapige kura in peace. Alafu watu wakule debe. After 2 August TV 8 mangoma mbichi zinatoka. Swali. Manager kupata kuongea about social issues zile kama zina happen currently, yani kama huko za life kila msee at once unasikia gaji anaweza udhani kukua pia na ile itoga the third eye. Unaona, yani ile unaweza ona alafu hiyo kitu unaona we put into writing. Udhani ka tu production tu. Udhani maproducer wakali ni wale, yani nikitota ule producer na watch ni siri naweza mwibia nikwambie. Ukimake producer kimake ngoma, wale producer wakali ni wale instrument fulani kicheza kwa head yake anaweza icheza vile anaisikia kwa head, the same instrument anaweza icheza kwa keyboard, ni itoke hivyo. Wana producer wakali. So pia sisi in the same thing, ile kitu naona ama na feel inaweza happen ama kitu naona tu nikiweza kuiput into writing, na si artist wengi wanaweza do it. Watu mnajua ni aje? Manze jua kali hapa manze. Una watch Global TV online Kenya manze, usise dial hapa bana. Tuko mtaani lakini tuko global mbaya sana, usio noma sana. Jua kali, genge kama kawaida, moral poa.